Bwana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba jana kwenye kikao kati ya Yanga na waziri wa michezo, Yanga walizungumza wazi mbele ya waziri kwamba hawataki kucheza mchezo wa pili wa marudiano dhidi ya Simba, lakini pia hawana imani na bodi ya ligi, na hicho ndio kitu ambacho wameendelea kusimama nacho na ndio msimamo wao. Wanaamini kwamba bodi ya ligi inachangia kwa namna moja ama nyingine kuharibu mpira wa Tanzania. Kwa hiyo wao hawana imani na bodi ya ligi, na wanachokitaka bado ni kwamba bodi ya ligi viongozi wa bodi ya ligi wabadilishwe, na msimamo wao umebakia hivyo hivyo. Na sio tu kwamba waliandika kwenye barua yao, lakini hata mbele ya waziri wa michezo wamezungumza pia wazi kwamba wanahitaji mabadiliko ya aina hiyo. Kwa hiyo huo ndio msimamo wa Young Africans. Maana yake ni kwamba kuna uwezekano pia mkubwa dabi isichezwe, kama ambavyo nilikwambia awali kwamba dabi inaweza isichezwe kabisa, kwa sababu Yanga wanachokiamini kwamba bodi ya ligi inawakosea na bodi ya ligi imeshindwa kuwatendea haki, na ndio maana wanataka baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi waondolewe kwenye nafasi zao, wapewe nafasi viongozi wengine kuiongoza bodi ya ligi. Na kama unakumbuka tangu mwanzoni viongozi ambao waliwataja wao wenyewe kwamba hawastahili kuwa viongozi wa bodi ya ligi ni Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi, lakini pia Almas Kasongo ambaye ni CEO wa bodi ya ligi. Sasa Young Africans wao wanataka hao viongozi watolewe, lakini pia hata kama viongozi watatolewa wataangalia utendaji kazi wa hao wengine ambao watapewa nafasi, lakini kwa sasa hawana imani na bodi ya ligi, na huo ndio msimamo ambao wako nao, na tayari wamemwambia waziri wa michezo, na wanachokihitaji ni bodi ya ligi kubadilishwa baadhi ya viongozi. Na ukumbuke moja ya vitu ambavyo vinauma pia sana Young Africans kama club ni kauli ambayo alizungumza rais wa TFF Wallace Karia kwamba hao ambao wanataka viongozi wa bodi ya ligi wabadilishwe wao wako salama, wakiamini kwamba ile ilikuwa ni kauli ambayo haikuwa nzuri kwao. Wanaamini kwamba rais wa TFF Wallace Karia kuna namna aliwakosea viongozi wa Young Africans, kwa sababu wao ndo walitaka bodi ya ligi ibadilishwe viongozi. Manake wanaamini kwamba wao waliwakosea kwa sababu kwenye kauli yake ilikuwa inaenda kutafsiri moja kwa moja kwamba viongozi wa Young Africans wana mapungufu, kitu ambacho kwao hawaamini kwamba hayo mapungufu yapo. Of course hakuna binadamu ambaye amekamilika, lakini wanachokitazama zaidi ni kwamba hata kama wana mapungufu lakini wana uwezo wa kusimamia mambo yao vizuri. Lakini bodi ya ligi ambayo iko chini ya TFF imeshindwa kusimamia mambo yake vizuri, imeshindwa kutekeleza kusimamia kanuni, imeshindwa kutekeleza majukumu yao, na ndio maana zinatokea sintofahamu ambazo tunaziona mpaka hivi sasa. Kwa hiyo wao msimamo wao ni huo ambao pia wameuzungumza mbele ya waziri. Sasa kama ni kweli Yanga wamefanikiwa kuzungumza jambo hilo mbele ya waziri, maana yake wako serious. Maana yake hawataki kutingishwa na mtu yoyote. Maana yake wanahitaji kufanya mapinduzi makubwa kwenye mpira wa Tanzania. Kwa sababu kama ikitokea bodi ya ligi kweli ikabadilishwa watu, maana yake viongozi wengine ambao wataingia wataenda kutekeleza matakwa ya kikanuni, wataenda kusimamia vizuri kanuni, na hiyo italeta mapinduzi makubwa kwenye mpira wetu. Zile janja zitaondoka. Hatutaona tena zile purukusheni za hapa na pale kwamba sui hapa kanuni imesiginwa, sui tutumie busara. Hiyo kitu itakuwepo, na moja ya vitu ambavyo pia mara nyingi huwa vinaletaga mabadiliko chanya kwenye nyanja tofauti ni pamoja na watu kujitoa mhanga. Yaani haimwezi kujitoa mhanga wote. Kwa lazima hata kama mko watu 100, lazima kuna mtu mmoja tu ambaye atajitoa sadaka ili kuwakomboa watu wengine, na yule ambaye anajitoa sadaka kuwakomboa watu wengine ndio ambaye mara nyingi huwa anaonekana ni shujaa. Kwa hiyo kanuni zimekuwa zikisiginwa kwa baadhi ya watu tofauti, lakini naamini kwamba Yanga wao wameamua kujitoa sadaka, wameamua kuukomboa mpira wa Tanzania, wameamua kutetea maslahi ya mpira wa Tanzania, na ndio maana wameamua kusimamia kanuni. Though kuwa na changamoto zao pia, lakini wakiamua kusikilia msimamo kama ambavyo wameushikilia mbele ya waziri kama ambavyo inaelezwa, maana yake bodi ya ligi itakuwa smart. Bodi ya ligi itatekeleza haki kwa kila mtu. Bodi ya ligi itanyoosha maelezo kwenye kila kitu ambacho kitatokea. Maana yake ni kwamba ule usiginwaji ama ule uvunjifu wa kanuni wa mara kwa mara hautakuwepo. Maana yake watu wataendelea kusimamia msimamo wa kutekeleza matakwa ya kikanuni na mambo yataenda vizuri. Na maana pia Yanga watakuwa wameleta mapinduzi makubwa kwenye mpira wa Tanzania kama watafanikiwa kulisimamia hili na mambo yakaenda vizuri kabisa. Ina maana bodi ya ligi itakuwa mstari wa mbele kusimamia sheria na kanuni ambazo tuko nazo kwenye mpira wa Tanzania. Ujue moja ya vitu ambavyo bodi ya ligi walivikosea ni kuahirisha mchezo wakati Simba wametishia kugomea mchezo bila sababu za msingi. Kwa kama wao wangekaa kimya wakasubiri Simba wakashindwa kuja uwanjani, wakatoa alama 3 kwenda kwa Yanga, inge make sense. Lakini walivyojichanganya
ni kwenda kuahirisha mchezo, wakati Simba wameahirisha mchezo, wamegomea mchezo bila sababu za msingi. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo Yanga walipopashikilia na wanaamini kwamba wanaweza kupata haki, na by the way hata wakienda kushtaki kwenye mahakama ya michezo wana kila sababu, kwa sababu pia wakati mwingine vitu kama hivi vinavyotokea inabidi kuna sababu za msingi sana za kudhibitisha. Kama ni masuala ya kiusalama, kweli ionekane kwamba kuna masuala ya kiusalama, lakini kwa sababu Simba walishatoa barua ya kutishia kuto kushiriki mchezo, maana yake inaonekana kabisa kwamba influence ya barua ya Simba ilipelekea moja kwa moja mchezo kuahirishwa. Kwa hiyo Yanga wana kila sababu ya kwenda kuistaki bodi ya ligi kama wataona wao pia inawafaa. Of course pia wana hoja ya msingi, lakini kwa namna ambavyo wameshikilia msimamo wao, mimi binafsi yangu nimependa na natamani waendelee kukaza ili mwisho wa siku waitengeneze bodi ya ligi inyooke. Manake kwa hivi vitu ambavyo vinatokea sasa hivi ni vitu ambavyo kidogo vinatuchanganya. Mara nyingi tunalalamika sana, kanuni hizi hazifuatwi, kanuni hazifuatwi. Sasa hili pia Yanga walishikilia ili kanuni zifuatwe. Kanuni zikifuatwa, maana yake bodi ya ligi itaonekana na makosa, na mwisho wa siku kila mtu atapata haki ambayo anaipata. Lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Yanga wamekataa mbele ya waziri wa michezo Kumraz kwamba wao wanahitaji mabadiliko bodi ya ligi. Hawana imani na viongozi waliopo kwenye bodi ya ligi, lakini wanahitaji alama 3 za mchezo husika. Mimi ni Alex Ngereza, utanipata hivyo Instagram, Twitter pamoja na Thread kwa jina hilo la Alex Ngereza, lakini pia hata TikTok utanipata kwa jina hilo la Alex Ngereza. Endelea kusalia hapa, utapata update mbalimbali kuhusiana na matukio mbalimbali ya kimichezo.